Unajua huu umoja wa mabunge una mchango mkubwa sana kwenye kukuza diplomasia. Alafu sasa tuna bahati kwamba sisi speaker wetu ndo rais pale. Kwa hiyo anajipatia uzoefu kwenye ile mikutano. Anapata nafasi ya kusafiri nje ya nchi mara kwa mara. Anajifunza vitu vingi. Hata sasa hivi nadhani hata jinsi anavyoendesha bunge la Tanzania ni uzoefu mkubwa pia, na anaendelea kupata. Hii nafasi tulikuwa tujaje kuipata hapo kabla. Speaker wetu wote alikuwa ni wazoefu tu hapa. Nakuta labda uzoefu mkubwa leo upata labda ni kwenye ubunge. Kama kafanya kazi kwenye taasisi za kiserikali labda na taasisi. Lakini unajua unapofanya kazi na mataifa mbalimbali, hata bwana Deo na uzoefu ambao anaenda kuupata pia ni mkubwa. Kwa hiyo kuna umuhimu hivi vyeo unavyopata kimataifa. Nakumbuka tulikuwa tuna waziri wa nyumba na makazi, Profesa Anna Tibaijuka kabla hajapata ile nafasi alishawahi kuhudumu Umoja wa Mataifa kwenye idara ya makazi. Ofisi zake zilikuwa Kenya, idara ya makazi, na ilikuwa ni makazi na mazingira. Uzoefu aliopata pale unaweza kufikiria, unaweza tu ukapata picha. Akaja huku akawa amepewa wizara. Unajua ni uzoefu mkubwa sana wa kazi, japokuwa kuhudumu muda mrefu sana, kulikuwa kuna mambo ya hapa na pale. Hapo kaja zikaja issue za ESCO hapo, kaja issue za nini, zikachafua mambo hapo. Lakini ule uzoefu ukija ukichunguza, ule uzoefu ni mkubwa. Hata ikija wakati kafika kwamba kaambiwa labda mheshimiwa waziri naye anahusika kwenye kupangilia labda sera ya makazi. Unajua kabisa kwake kwamba ni rais, mtu katoka Umoja wa Mataifa huko, kashahudumu, kaaminika. Umeona kaja huku kwetu kidogo inakuwa ni rais, kufanya kwake kazi kunakuwa kuna wepesi.